Asante ndugu mwandishi wa habari. Kwa majina naitwa Ibrahimu Abdalla Saidi, ni kamishina wa Scout wilaya Tarime. Siku ya leo tumewiwa kuja kufanya usafi katika eneo hili la ofisi ya wilaya ya TAKUKURU ya Tarime, kwa maana PCCB wilaya Tarime, kwa sababu PCCB ni wadau wetu. Tunashirikiana nao katika mambo mengi ya Scout. Kama sehemu ya Scout tunashirikiana na TAKUKURU kwa na asasi ya TAKUSKA, lakini pia na TASKAZA kwa maana ya muungano wa TAKUSKA wa Scout Tanzania bara pamoja na visiwani. Lakini pia siku ya leo ni siku ya muasisi wa Scout duniani, ndugu yetu mzee wetu Baden Powell. Kwa hiyo tumeanza kwa maadhimisho haya ya kumkumbuka kiongozi huyo muasisi wa Scout duniani kwa kushiriki zoezi la usafi katika eneo hili la ofisi za wilaya TAKUKURU Tarime, lakini pia tutakwenda katika eneo la hospitali ya wilaya kwa ajili ya kuendelea na matendo ya huruma na kuchangia damu. Nini wito wako sasa? Wito wetu kwa jamii pamoja na watu wengine wa makundi mengine, kiachilia mbali Scout, katika matendo tunayofanya tunashiriki katika utunzaji wa mazingira, lakini pia kushiriki matendo ya huruma. Tunatoa wito pia kwa makundi mengine kadri wanavyoguswa basi nao washiriki katika kushiriki utunzaji wa mazingira, kushiriki katika vitendo vya kuwaona wahitaji na kutoa matendo ya huruma kadri wanavyoguswa. Asante. Kwa majina naitwa Bright Badi, ni afisa TAKUKURU wilaya ya Tarime. Zoezi ni zoezi zuri na uzalendo, uadilifu. Tunashukuru sana kwa uongozi wa Scout na kwa niaba ya watumishi wa TAKUKURU wilaya ya Tarime na ofisi ya Tarime. Tunashukuru kwa ushirikiano ambao tunaendelea kuwa nao, kwa kuwa tunaamini kwamba kuzuia rushwa na kupambana nako sio jukumu letu tu, bali ni kwa wananchi wote na kushirikiana na Scout na kusaidia sana kupata taarifa mbalimbali ya vitendo vya rushwa vinavyoendelea katika mtaa. Asante. Mimi kwa majina naitwa Arif Abasi Rehani, ni afisa tarafa in charge kwa ofisi ya mkuu wa wilaya. Na imani wengine mlikuwa mkifanya usafi kwenye mvua bila kujali, lakini mmeshirikiana na mmeonyesha mmoja. Kwa hiyo niwapongeze kwa hilo. Pia niwapongeze kwa kuja kuchangia damu. Najua hichi ni kitu kikubwa sana. Mpaka anaamua kuja kutoa damu kwa ajili ya jambo fulani, ni jambo kubwa. Sawa jamani? Kwa hiyo mimi niwaombe kwa mafunzo ambayo mmepata mpaka sasa yatumie vizuri. Sio kwamba umepata mafunzo sasa mwisho wa siku unaenda kwenye jamii unafanya vitu ambavyo havina msingi. Kwa kweli hatutufurahishwa, hata viongozi wenu hawatufurahishwa. Sawa jamani? Nyinyi ni vijana bado tunawategemea katika mambo mengi. Kwa hiyo hatutegemei mnaenda huko kwenye jamii mnafanya vitu vya ajabu. Sawa? Kwa nafasi hii naomba niwashukuru vijana hawa kwa ujasiri ambao wameuamua na kuja kufanya tendo jema, kuwa sehemu ya kusaidia wagonjwa wetu ambao wanapata changamoto za kupungukiwa damu na wengine ambao wanapata changamoto za ajali na magonjwa mbalimbali ambayo yanasababisha kupungukiwa damu. Hivyo zoezi hili linaendelea na mpaka sasa hivi tumeshakusanya chupa 17 za damu na vijana wanaendelea kujitokeza kuchangia damu. Asante. Kwa majina naitwa Morris Pasco Elias, ni mratibu wa shughuli za maabara, kitengo cha maabara, hospitali ya mji wa Tarime. Okay, kwa majina ninaitwa Manuel Isaac Mgaya, ni kamanda wa vijana wa Scout kanda ya Nyamwaga. Sisi kama vijana wa Scout kanda ya Nyamwaga na halmashauri ya wilaya Tarime kwa ujumla, kilichotusukuma haswa kufika hapo hospitalini kwa ajili ya kuchangia damu pamoja na kufika katika kituo cha afya, katika kituo cha polisi Nyamwaga kufanya usafi ni kuenzi mwanzilishi wa Scout ambaye ni Lord Robert Baden Powell, kama alivyokuwa anafanya matendo ya hiari kusaidia jamii pamoja na yeye mwenyewe kuwajibika. Hivyo basi sisi kama vijana wa Scout tumesukumwa kumwenzi mwanzilishi wa Scout. Pia tukaipa na maadhimisho yetu tukayapa kauli mbiu isemayo Scout kwa mazingira salama na maisha salama. Hivyo basi tunavyokuwa na mazingira salama tunatakiwa kuyafanyia usafi, kupanda miti pamoja na maisha salama. Tunapochangia damu, hiyo damu inaenda kuwasaidia wale watu wote wenye uhitaji wa damu. Kwa majina naitwa Baravunga Filimon Selemani. Mimi ni mtaalamu wa maabara katika hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Tarime. Sisi kama hospitali
tunawashukuru skauti kwa kuchangia damu. Hii inaonyesha kabisa ni moyo wa upendo, na damu ni kitu muhimu, kinahitajika muda na wakati wote kwa lengo la kuokoa vifo kuanzia baba, mama, mtoto, hata wale wanaopata ajali. Kwa hiyo tunawashukuru sana skauti wa Nyamwaga kwa kuonyesha moyo wa upendo. Na kwa majina, mimi naitwa mrakibu wa polisi Edward Haule, ndio mkuu wa polisi wilaya ya Nyamwaga. Karibuni sana. Tunawapongeza sana kwa juhudi zenu, lakini nitoe tu wito kwenu, muhakikishe kwamba uzalendo kwanza mbele. Sawa? Uzalendo mbele. Tujitahidi sana kwa wazalendo. Hii nchi ni ya kwetu, lakini angalia umri mlionao, hata sisi tulikuwa huko, sasa hivi tunaelekea. Kwa hiyo ninyi ndio mtakuja kuikalia nchi, na uzalendo mnaoonyesha. Kuna watu niliwabeba kwenye gari, ndio ilikuwa wanaroana na mvua kule, unapandisha, sio wako ni wewe, okay, ukapanda nao hapa wakaenda huko kwenye scout. Lakini niseme msingi wa ulinzi na amani ya nchi ni matendo kama haya, ni vijana kama ninyi mnaoweza kujitolea bado mkiwa na umri huo. Sawa, kwamba mnaelewa mtakapofikia umri mkubwa au kuwa viongozi wa taifa hili, mnaelewa mlianzia wapi kupambania uzalendo, mlianzia wapi kupambania amani ya taifa hili. Sawa, niwatie moyo, endeleeni kujitoa, endeleeni kujituma, na muendelee kukazana kwenye masomo yenu, ili baadaye muwe mkuja wa viongozi bora na kuweza kusimamia wananchi wa mazingira haya. Sawa? Leo uko hapa, kesho utakuwa mbunge, kesho utakuwa waziri wa nchi nzima. Huu uzalendo mnaoonyesha sio kitu kidogo. Tunaona mnatembea na taasisi mbalimbali zipo huko, sio kitu kidogo, lakini hiyo ni CV kwako. Unaelewa? Hiyo ni CV kwako, endelea kuitunza na uiheshimu, ili baadaye uje unufaike nayo. Baada ya kusema hayo, mimi niseme asante sana, karibuni tena. Tutaendelea kuwapokea kila mwaka, kila mtakapohitaji tutashirikiana. Sawa? Karibuni sana.